tunakwenda Shinyanga kwa ndugu yake Sheikh wa mkoa Sheikh Abubakar bin Uthmani, anafanya maulidi pale, na mimi amenikabidhi kuwa kama ndio kinara wa jambo lile. Sasa ni mwaka wa 4 nimeweka mfumo wa kongamano, na mwaka huu mada zetu kuu ni 2 kuanzia saa 3 asubuhi. Mada ya kwanza, umuhimu wa umoja wa Kiislamu. Umuhimu wa umoja wa Kiislamu. Na mada yetu ya pili itakuwa Uislamu na malezi. Hizo ndio mada za mwaka huu. Umuhimu wa umoja wa Kiislamu, na mada ya pili Uislamu na malezi. Na bado mashehe wengi wanakuja, wasikia Sharif Jafar Ibidi huko, Sheikh wa mkoa wa Pwani kaingia leo asubuhi, Sheikh Hamisi Abasi Mtupa, kadhi wa Arusha Sheikh Kiugiza yuko njiani, nadhani jioni hii anaingia. Na usiku huu hapa Sheikh utapokea watu wawili. Utampokea Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Sheikh Alhaji Umar Kawambwa, lakini pia utampokea Sheikh Hizudini kutoka Kenya. Leo utapokea hapa, nadhani wataingia majira ya saa 4 saa 5 hivi, kisha waje huko. Mimi nipo na mshauri wangu hapa, shehe wangu, mwalimu wangu, lakini rafiki yangu, babu yangu. Kwa msishangae, lazima nimuongelee babu yangu huyu. Nimepata historia kubwa ya Uislamu wa Tanzania kupitia yeye, kwa sababu katika jumla ya watu waliomsomesha, walipotuzidi wenzetu, katika jumla ya watu waliomsomesha ni dada yake. Dada yake, vitabu vingi vya fiqh kasomeshwa na dada yake. Basi yule ni mkubwa, aliniweka kitabu kunipa historia kubwa sana ya Uislamu Tanzania, lakini pia na historia ya ujio wa Sheikh Hassan bin Amir Shirazi Baba. Nilipata kwa bibi mkubwa yule. Wenzetu familia yao yote ya mashehe, yeye ndio huyo mwanasheria. Dada yake amemshuhudia na vitabu chungu mzima, na kaka yake mkubwa Sheikh Ahmad bin Masudi. Manake baada ya kutoka kwa dada yake akadakwa na kaka yake, kisha akaletwa huku kwa shemeji yake aliyooa dada yake. Unaona ngazi ilipopita mama. Nyinyi uko wenu kuna mokota makopo, mpishi wa gongo, mtukana na shehe, ndio uko nyinyi. Angalia silsila ya watu kama yule anasema adabu nubati. Mimi natoka katika kizazi cha wale wasiyependa dhulma, watu wa Mungu maana yake. Kwa Sheikh Hamid ibn Sheikh na baba yake Sheikh Masudi ndio katika watu walioombea dua uhuru wa Tanzania, wakampokea mzee wetu, baba wa taifa, mzee Julius Kambarage Nyerere alayhi minallahi ma yastahiqu pale Rufiji. Na ndiye alitoa amri mzee wetu mzee Nyerere apewe shuka Marekani Tanga, zamani wakivaa pensi. Tunataka kuongea na Mungu, hatuwezi kuomba dua hii kwa mujibu wa omba dua na dini pale. Baba yake huyu Sheikh Masud ibn Sheikh Khatib Yon, babu yake mzaa baba yake. Sasa nikisema nitoe silsila mtapata tabu hapa, mtafikia shuhuda na naambia watu katika vitu alivyotumikia Mungu. Babu yangu sijawahi kuchoka kuongea toka nizaliwe. Wewe kama sijawahi kuchoka kuongea. Yaani mimi ukinipa maiki, wewe utaenda kunisaidia, utaenda kwa mkeo, utarudi mimi utanikuta. Wewe kama ni pembeni. Sasa nikisema nitaje historia mpaka nije niwachukue hao babu zake, mkubwa na mdogo, Sheikh Khatib na Sheikh Abdul, nikawaeleza hapa kesho kutwa. Ukoo wa kishehe katoka shehe. Sisi alhamdulillah Mungu katusaidia walau kidogo, ukoo wa wacheza ngoma tumetoka Sewalini. Lakini wenzetu ukoo wa kishehe ndio katoka shehe. Kwa hiyo mara nyingi watu kama hawa wana mshamba na mshehe. Kama pesa yaani mtu akiwa mshamba wa pesa, siku akishika milioni anaamini mtaa mzima maskini. Kwa sababu yeye yake ni 15 20. Hajafika. Sasa milioni 1
at once. Hatari kabisa. Na kama mtu uko katika silsila yake ubabani na umamani hajawahi kutokea shehe, akimaliza nusu ya pili tabaraka, mtapata tabu. Ndio hizi media zinazotusumbua kutokana upande wa kufuatilia watu. Kwa kuna dalili elimu kidogo. Inawezekana kwa nini? Ule ushamba wa elimu. Hata mimi babu yangu alikuwa shehe mkubwa, yani babu wa baba yangu. Huyo Sheikh Rashid ambaye baba akachukua jina lake, alikuwa ni shehe mkubwa. Kwa na mimi kidogo babangu kwa kupata kujua hiyo elimu aliishia kwenye mzwama kuna nia kuswalia kwa elimu. Lakini kidogo na mimi nimeiokota ile imetoka kidogo na nafuu. Unaona basi unakosa hata wale rafiki wa familia yako, babu yako alikuwa na rafiki yake hajawahi kuwa shehe. Babu yako hajawahi kuwa na rafiki shehe. Baba yako hajawahi kuwa na rafiki shehe. Yaani ukipata elimu tutavuka. Ndio. Nimevaa koti jeusi na peni ya kijani. Kuashiria sasa wakati wa ukubwa. Haina maana hiyo. Karibu. Bismillah.